Katika maadhimisho ya siku hii, Mama Kanisa anatualika kutafakari nia tatu. Ya kwanza ni hii ya mwaka mpya, ambapo tunashukuru, tunaomba msamaha, lakini pia tunatakiana heri na baraka. Nia ya pili ni adhimisho kwa heshima ya Mama Maria. Kanisa limeona ni muhimu tuanze mwanzo wake kwa kumtukuza Bikira Maria, mama wa Mungu. Kwa hiyo leo ni sherehe ya mama yetu ambaye pia ni mama wa Mungu. Na nia ya tatu ni ya kuomba amani. Amani katika familia, amani katika nchi yetu, na amani kwa dunia nzima. Na masomo yetu yanaendana pia na hayo ambayo Mama Kanisa ameyaweka. Somo la kwanza linazungumzia habari za baraka, baraka ya Musa, baraka inayolenga watu waangaziwe uso, njia yao iwe salama, upokee wanayohitaji. Hii ndio nia yetu. Lakini katika somo la pili, nafasi ya Mama Maria inatajwa kwamba wakati ulipofika, Mungu alimleta mwana kwa kupitia mwanamke. Huyu ndiyo Mama Maria. Na vile vile katika Injili tunasikia habari ya siku ya Kristo kupelekwa hekaluni, lengo likiwa kutolewa kama mtoto wa kwanza, kama zawadi kwa Mwenyezi Mungu. Hii ilikuwa ni desturi, sheria. Lakini kwa upande mwingine kuna kutakaswa mama. Baada ya kumpata mtoto, basi anapelekwa pia na yeye mbele ya Mwenyezi Mungu atakaswe. Mama Maria amejazwa neema, hakuhitaji hayo pia, lakini alitimiza sheria zote, naye alipelekwa kusudi kutakaswa. Lakini ndani yake kulikuwa na jambo kubwa ambalo ni shukrani kwa Mungu. Hili halifanyiki siku hizi, badala yake ni adhimisho la Mama Maria, tofauti siku za zamani, ambapo siku hii iliitwa pia ni siku ya kutahiriwa mtoto na kupewa jina. Mungu tunamwambia asante, atuhurumie. Pamoja na kwamba tumejaliwa yale tunayohitaji, wakati mwingine tumejisahau. Tunaomba msamaha kwa yale ambayo tumemkosea au yale ambayo tumekoseana, iwe kwa kuanguka katika dhambi tunazojua, kwa kukufuru au kutokuwa watu wa shukrani mbele ya wenzetu na Mwenyezi Mungu, au pengine mafanikio yametupa kiburi, tukawa na majivuno, au tukawa na uchoyo, au tukawa wavivu au wenye wivu, au tukatenda kwa tabia inayoua, au kwa tamaa ya madaraka na mali, au kwa kukosa kiasi, au kwa kuonea, uonevu wa aina yoyote, mtu binafsi au kupitia mamlaka na uongozi, au kwa itikadi zetu ziwe za siasa au za dini, au wakati mwingine kutaja na kufurahia maovu. Haya na mengine ambayo yalikuwepo katika safari yetu, kwa haya lazima tujiweke mbele ya Mwenyezi Mungu kuwa tumekosea. Takumbuka katika nchi yetu yako yaliyotokea ya kupotea watu au kutepwa, au wakati wengine kufanywa ukatili, uwawa, wakati mwingine kukataa kukiri makosa na mambo mengine mengi ya aina hii. Haya ya kufanywa na mtu mmoja, ni makundi au ni mtandao mpana, yametuathiri mbele ya Mwenyezi Mungu. Tuombe radhi, tufanye majuto, tuombe radhi, tujisafishe, tujitakase na kujiweka sawa tangu mwanzo wa mwaka, ili tunapoomba baraka tupate baraka. Ni rahisi walau kuzungumza kuhusu amani, lakini ni neno pana ambalo lina uzito mkubwa sana. Amani ni utulivu wa ndani, utulivu ambao unapatikana pale mipango iliyowekwa inapotekelezwa kama ambavyo imepangwa. Utulivu unaotokana na kufanyika kwa kuzingatia haki, yale yaliyopangwa kwa usawa
na pengine kwa jinsi ambavyo upendo unaonekana, heshima inaonekana na utu wa mwanadamu umezingatiwa. Mazingira ya namna hiyo yanaleta amani. Amani ni tunda la upendo na haki. Amani inapotezwa na kitu gani? Hakuna mtu ambaye Mungu amemuumba katika asili kwamba hana amani. Wote tumeumbwa tukiwa na amani. Wakati dhambi imeingia, hali ya mashaka na mahangaiko ya mwanadamu yalianza, amani ndani ilikosekana. Lakini katika hali ya kawaida amani inapotezwa na shetani kwa kupitia watu wabaya, watu aliowateka, watu kama sisi tu, hasa wale ambao meruhusu ubinafsi unaumiza wengine, wanakosa amani. Wale wenye uchu wa madaraka, taka madaraka yoyote yanatakiwa yatoke kwa watu, watupe nafasi au tupe uhuru wa kuwapa wengine nafasi. Yakipiganiwa kwa tamaa huwa yanakosesha amani. Naomba tuendelee kuungana ili yale yote ambayo tunahitaji yafanikiwe, hasa kwa kuishi imani vizuri, kusimama vizuri katika maadili. Maadili mema yanaweka msingi wa mengine mema mengi, lakini pia kwa kuwajibika inavyotakiwa, kila mmoja kwa nafasi yake kwa ngazi zote, na tena kwa kuwa walinzi wa amani katika mazingira yetu. Ninawatakia wote baraka za Mwenyezi Mungu na utume mwema. Herini sana kwa mwaka. Na mama, injilisha na mama, Mama Maria, Mama Maria, Mama Maria, Mama Maria. Tembea na mama, injilisha na mama, Mama Maria, Mama Maria, Mama Maria, Mama Maria. Tembea na mama, injilisha na mama, Mama Maria, Mama Maria, Mama Maria, Mama Maria. Tembea na mama, na mama, Mama Maria, Mama Maria, Mama Maria, Mama Maria. Tembea na mama, injilisha na mama. Nia zetu tuzilete kwa mama, sala zetu anazisikia. Tembea na mama, injilisha na mama. Tulitegemeze kanisa letu kwa sadaka na majitoleo. Tembea na mama, injilisha na mama. Kwa michango majitoleo tushiriki pamoja tuinjilishe. Tembea na mama, injilisha na mama. Tuungane na mama.